Atukuzwe Mungu kwa sababu ametuamsha siku nyingine tena hii alfajiri. Tunachopaswa kufanya ni kuomba mbele zake. Tuiamuru siku hii ya leo kwa kusoma ile Ayubu 38 ule mstari wa 12. Tuiamuru siku ya leo ili tuenende vizuri na salama. Je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipopambazuka? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake? Naam. Kinachotupasa sisi ni kuiamuru siku iende vizuri. Tunapofanya kazi mbalimbali, tunapokwenda katika magenge yetu, tunapokwenda katika biashara zetu, tunapokwenda kwenye elimu zetu, tunapokwenda kama wanafunzi wa vyuo, tunapokwenda kwenye biashara zetu. Tuiamuru siku ya leo. Inawezekana kwenye kazi zako unakosa wateja. Inawezekana kwenye biashara zako pia unakosa watu wa kununua bidhaa zako. Tumwambie Mungu, tuiamuru siku hii ya leo. Basi kila kile tutakachoweza kuiamuru, basi kikatendeke sawa sawa na mapenzi yake. Kwa sababu kila siku ni mpya fadhili zake. Fadhili za Mungu kila inapoitwa asubuhi huwa ni neema nyingi waga zinakuwa kwenye maisha yetu. Tutasoma ile Maombolezo 3 ule mstari wa 23. Ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wako ni mkuu. Kwa kuwa uaminifu wake ni mkuu wa Mungu, anapofanya makuu kwenye maisha yetu. Unifanye sasa kusikia fadhili zako na kila asubuhi. Kwa maana kila inapoitwa leo, waga fadhili zake ni kubwa. Na anaanza na mapema na asubuhi, kwa sababu kwenye maisha yetu sisi kila siku tunahitaji fadhili zake. Tunahitaji huruma zake. Tunahitaji tuenende vizuri. Tunahitaji tuende vizuri katika hiyo asubuhi mpaka tumalize siku nzima tukiwa katika baraka na neema. Kwa hivyo basi tutasoma ile Zaburi ya 143 ule mstari wa 8. Unifanye kusikia fadhili zako asubuhi, kwa maana nimekutumainia wewe. Unijulishe njia nitakayoiendea, kwa maana na kuinulia nafsi yangu. Tumeziinua nafsi zetu kwa Bwana Mungu wetu kwa kuwa ni mkuu. Kwa maana kila inapoitwa leo sisi tunatamani sana, na matumaini yetu tumemtumainia yeye Mungu. Tunajua ya kuwa kuna sababu nyingi ambazo zinatufanya sisi asubuhi tuweze kumtafuta yeye Mungu. Kwa kuwa kuna changamoto nyingi, kuna dhambi nyingi ambazo inawezekana tukazipitia, lakini tunamuomba huyu Mungu aturehemu, na tunaomba kabisa atusaidie kwenye maisha yetu, katika shida zetu, kwa watoto wetu, kwenye familia zetu, kwenye koo zetu, biashara na vitu vyote ambavyo tunavipitia kwa siku. Hivyo basi tunazidi kumuomba Mungu aendelee kutusaidia sisi watoto wake. Na kuifanya basi siku hii ili kuweza kumwambia Mungu, sisi tutakuwa ni watu wa kusali kila asubuhi, kwa maana tunahitaji fadhili zake. Haya maombi yetu yaende mbele zake kila inapoitwa asubuhi. Tumwambie Mungu basi kuwa kila asubuhi tutakuwa tukisali kwa kusoma ile Zaburi ya 5 ule mstari wa 3. Bwana, asubuhi utasikia sauti yangu. Asubuhi nitakupangia dua yangu na kuitazamia. Tutatazamia sana siku zote za maisha yetu kuwa dua tunazozisema mbele zake Mwenyezi Mungu kuwa ni kuu kwenye maisha yetu. Tunatamani siku zote kukua. Tunatamani siku zote kupata baraka kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo basi kila asubuhi, kila inapoitwa asubuhi, tumwambie Mungu asante. Tunasema asante kwa sababu ya biashara, asante kwa ajili ya afya, asante kwa sababu ya kazi, asante pia kwa ajili ya maadui mbalimbali ambao wanaendelea kutuandama. Na inawezekana kwa namna moja ama nyingine tumepewa baraka ya kuamka siku nyingine. Kuna wagonjwa inawezekana wamefariki, walioko manyumbani na wale walioko hospitalini wamekosa dawa. Sisi ni akina nani? Kwa hivyo basi tunamshukuru Mungu na kuomba fadhili zake na neema zake asubuhi tena hii, ili ikawe baraka kwenye maisha yetu. Mungu na akubariki sana. Ubarikiwe na Mungu na ukue zaidi. Amen.